jinsi gani alivyosema. Lakini pia ametoa andiko yake na kusema kwamba atundikiwe msalabani kalainiwa. Na kama alivyoongea kwamba Yesu alitundikwa msalabani, na maana Yesu naye atakuwa ni mojawapo wa watu ambao waliolainiwa. Lakini pia ameongea hoja lingine la kuzungumza kwamba kanisa la Kristo sio kanisa, bali ni jina ambalo ni la mwenyewe Yesu Kristo. Kuhusiana na mambo matatu hayo, je, una jambo gani ambalo unaweza kutuambia ama kulitetea kuhusiana na jambo ambalo alilizungumza? Ndio. Kwanza ni kuanzia hiyo, hakuweza kukazia kwamba tena na kazia Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Amini usiamini, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Lakini sio Mungu. Sio Mungu. Ila ni mwana wa Mungu. Okay. Kwani yeye ametumwa kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Amezaliwa bila dhambi yoyote. Amezaliwa bila dhambi yoyote. Na namna pekee kusema Yesu Kristo, Mungu aliweza kumhukumu. Mungu aliweza, kwani ameweza kutundikwa kwenye hali ya msalaba. Tutambue kwamba kinacho tufanya sisi wanadamu, tuna kitu kimoja: wivu na woga. Ni mbaya katika maisha ya mwanadamu. Hao ni sumu katika maisha ya mwanadamu. Yesu Kristo kwa ukweli wake ameongea. Yesu Kristo kwa namna pekee mambo maishara amekwenda kuyafanya. Watu wa moja wamependezwa na wengine wamekwenda kukwazika nayo. Kwa hiyo wamefanya shauri huyu mtu asiendelee, kwani akiendelea tunaamini wao wote wanaotuamini sisi kama vile wakuu na makohani na mafarisayo watatutoka na watamuendea. Kwa hiyo nguvu kama hizi huyu mtu anatushinda. Kumbe tuweze kumhua huyu. Na kumhua yeye si namna, si wao ndio walikusudia hayo. Ni Mungu peke yake. Ametoa kafara. Ametoa mwana wake kafara. Okay. Kwa ajili ya ukombozi wetu sisi mwanadamu. Hakuna Uislamu, hakuna Ukristo. Mwanadamu yote tumekombolewa kupitia msalaba mtukufu wa Yesu Kristo. Amekwenda kutundikwa pale. Ndio. Lakini pia labda niulizie kuhusiana na swali ambalo liliongea. Je, unaamini kabisa kwenye Biblia kuna andiko ambayo inasema kwamba atundikiwe msalabani na analainiwa? Hakuna andiko linaloandikwa hivyo kwamba mtu atundikiwe msalabani huyo amelaaniwa. Na Yesu Kristo kwa namna pekee, Wayahudi wakati wakitayarisha masikukuu zao, na zaidi sikukuu hizi za Pasaka, walikuwa na wajibu moja: kuua mtu kwa namna ya haya. Kuua mtu kwa namna ya haya kwa ajili ya ukombozi, ya ugomboa wengine watu. Okay. Hile Yesu kuweza kuuawa katika hali hiyo, yeye kwanza amejishusha. Hakukamata ile hali ya umungu, kwani yeye angekuwa na uwezo, na alikuwa na uwezo ya kusema haya mimi siyapiti, na hangeyapita. Okay. Alikuwa na ile uwezo, na kupitia hiyo kwa ajili mission yake, ile hatua yake ya kufikiria hapa ulimwengu itimilike. Kwani wao Wayahudi na Mafarisayo wamekwenda kumkamata Yesu Kristo kwani mfalme wa ulimwengu huu. Lakini yeye si mfalme wa ulimwengu, yeye ni mfalme wa mambo ya juu. Okay. Ya Mungu. Asante. Na hali yeye kutundikwa pale kwa hali ya haya amejishusha. Amejishusha. Okay. Ili yatimilike kombozi yale ambayo yeye amekwenda kufikiria hapa ulimwengu
kwa ajili ya ukombozi wa sisi wanadamu yaweze kutimilika, na watu waamini kweli kweli huyu ni mwana wa Mungu. Okay. Asante. Na vipi kuhusiana na hoja ambao ilimalizia na kusema kwamba Ukristo sio dini bali ni jina la mtu, na akatoa hoja kwamba huenda unaweza ukampatia andiko ambalo linaongea kwenye Biblia kwamba Ukristo ni dini? Ndio, twaweza kuongea. Watu wengi wanaongea Ukristo, dini. Dini ni nini? Na mtu kuitwa Mkristo ni mtu wa namna gani? Ni mtu aliyeje? Kristo kweli ni jina. Ni jina. Na si jina kama vile mimi naitwa Sadi. Si jina kama vile naitwa Wakilongo. Si vile kama vile mimi naitwa Prosper. Kristo ni jina utukufu. Okay. Ni jina ya utukufu, na wote wanaoamini jina hiyo wanaitwa wa Kristo. Okay. Asante. Labda tumalizie na upande wa kushoto ili tuangalie jinsi gani ya kupata hitimisho ya jambo hili. Ameuliza mzee ili umwambie kwamba ni andiko gani ambayo imezungumza kwamba atundikwe msalabani na amelainiwa. Je, unaweza kutuambia nini andiko hilo lipo ama halipo? Andiko lipo. Angalia Kumbukumbu la Torati 21:22. Atakuta andiko hivyo. Okay. Aliyotundikwa msalabani amelaniwa na Mwenyezi Mungu. Najua kwa kitabu pale, angalie. Ngapi kwa ngapi? Kumbukumbu la Torati 21:22. Ataona andiko hipo kabisa. Aliyotundikwa msalabani amelaniwa na Mwenyezi Mungu. Okay. Na kuhusiana na hoja aliyozungumza, neno ambalo alilolijibu kuhusiana na kuwa Ukristo ni dini. Ukristo sio dini. Ukristo ni chama tu cha watu. Ukristo dini. Dini ni ya Uislamu. Na akisema Ukristo ni dini, aliambia maana ya Ukristo. Maana Ukristo ni nini? Na anipatie na ni dalili ya kusema katika kitabu kule kama Ukristo ni dini tu. Juu hapa duniani tunajua kama Ukristo ni dini ni ya Uislamu. Na naambia maana Ukristo, na nipatie dalili ya kusema Ukristo kama ni dini. Ndio point. Ndio. Uelewa. Mtu aweza kusikia na mtu hasielewi. Mtu anasikia lakini hasielewi. Kuna mambo mengi, maneno mengi ambayo watu wengi waweza kusikia lakini kuelewa kuna. Tuwasema dini, kwa namna nyingine tuwasema kanisa. Hiyo kanisa ni nini? Kanisa si jumba. Kanisa si jumba. Hapana. Kanisa si jumba. Kanisa limo ndani ya mtu. Wakati tumekwenda kuongea, kanisa dini hili, ndio maana unaona maafaka mengi yameingia katika huu kutokuelewa kwa watu. Mimi Muislamu, mimi ni Mkristo, siwe mimi ni wanani. Watu wengi sana kwa kushindwa kuelewa, lakini tutambue kwamba njia ni moja tu ya kutupeleka kwenye uzima milele. Ni kupitia Yesu Kristo. Hapo tunamaliza kupitia Yesu Kristo. Asante. Kwani tukiongea maneno ya dini, tukiongea hao nini, kamata dini ni ndani ya roho ya mtu, si jumba. Okay. Na kuhusiana na andiko ambalo litoa yeye kwamba atundikiwe msalabani na amelainiwa, je, andiko hilo ulishawahi kulisikia na lipo kwenye Biblia? Hilo andiko tunayua kwamba kwa mtu kama vile nalivyotangulia hapo, Yesu amekwenda kuteswa na kuuawa
kwa hali pekee wakijitukuza wanadamu. Sasa wakionyesha hukumu, maana huyu amehukumiwa, wameonyesha kwa hali ya kibinadamu, lakini Mwenyezi Mungu amekwenda kumuinua, kwani anayejikweza hao hanaojinua anashushwa, na anayejishusha anainuliwa. Yesu Kristo ameshuka, amejishusha mwenyewe kwa hali pekee na kuweza kuteswa katika hali ya haya, hukumu wetu sisi binadamu, lakini Mwenyezi Mungu amekwenda kumuinua. Na amekwenda kumuinua katika hali gani? Amekwenda kumuinua katika hali ya ufufuko. Yesu Kristo amefufuka. Mwili wake huu haukuweza kuoza kwenye kaburi. Amefufuka, ameonyesha ushindi wake. Nani mwingine aliyefufuka? Tukisikia aliyefufuka ni Lazaro na wengine, na hiyo ni kazi ya Yesu Kristo, kama vile Mwenyezi Mungu amekwenda kuamua kwake, kumwamurisha kama vile hatende hiyo na mission yake iweze kutimilika. Lakini mfufuka wa kwanza ni Yesu Kristo, mwingine nani? Kwa nini tusiamini? Swali lako limejibiwa. Swali langu yani mimi nimekubali angenitoa tu na ni hiyo kitabu chake pale anisomee kumbukumbu la Torati, ndio ningemwamini hapo. Hivyo ajibu swali yangu. Jibu swali langu. Ajibu. Je, una swali lingine ambalo unaweza ukalitoa ili tujue nini ambacho tutakachokifanya? Naam. Mimi ndamuuliza hivi, eske Yesu Kristo alikuwa dini gani? Anambie Yesu Kristo alikuwa dini gani tu? Ndio. Tunaanza kwa namna pekee. Tusome kwenye Biblia. Tuyue kwamba Biblia ni nini, na Biblia kwetu sisi inatusaidia nini, na Biblia imeandikwa na wanani? Je, Biblia imetoka kwa Mungu? Je, Biblia imeandikwa na wanadamu? Na kama imeandikwa na wanadamu, utofauti gani? Yule mwanadamu aliyeandika ameona je? Amesikia nini kwa hiyo kuandika? Na barua ni nyingi. Wale ambao kila mtu anaandika, kila mtu anaandika yake aliyofikiria, na kuna wale waliandika maneno ambao Mwenyezi Mungu amekwenda kuwaongoza kwenye mahono, wao wameandika. Na kuna wale ambao mpaka saa hii kuna mabiblia imezidi kuandikwa tu. Wakati umekwenda kukamata ile Biblia ambayo zimeandikwa tu, pengine utakwenda kupotoka. Asante. Na ukikwenda kupotoka, usiende kuongea kwamba nimepotoka juu ya Biblia. Umepotoka juu ya ujinga ya kusema Biblia. Umepotoka juu ya ujinga kusema Biblia. Mpaka saa hii Biblia zimekuwa nyingi sana. Biblia zimekuwa nyingi mpaka saa hizi. Biblia zimeandikwa tu. Wengine wamekwenda wakibadilisha tu maandiko kwenye Biblia. Kumbe tuweze kukamata Biblia ndani ya roho zetu. Biblia bora ikuwe ndani ya roho zetu, na tuamini kwamba Yesu Kristo ni mwana na mwokozi wetu. Je, alikuwa dini gani? Yesu Kristo yeye hakukuwa na dini. Yesu Kristo hakukuwa na dini yoyote ile.
ila dini kupitia Yesu Kristo. Kupitia Yesu Kristo Wakristo wamepata njia pekee, wamepata njia pekee ya kumfuata Yesu Kristo na kuimilisha Ukristo. Mpaka leo tunaishi katika Ukristo. Andiko hilo lipo kwenye Biblia? Andiko hilo kweli kweli linapatikana kwenye Biblia. Na ni gani? Sura gani yani? Kwani tukikwenda kusoma katika, tukishuka, haya yote ni hali ya mwanzo, kwani mwanzo ndio inaumba yote. Tukikwenda huko mwanzoni na kitabu cha Kutoka sura ya 20, Kutoka sura ya 20, hapo tutakwenda kujua mengi. Tutajua mengi. Kutoka sura ya 20 tutajua mengi. Ndio. Hoja yako imejibiwa? Naam. Kwani yeye ametabiriwa? Sawa mzee, tukiongea tu maneno hivi kwa kino, ni vibaya. Biblia ndio inatoaga, unatoa nani verse yako, tunaangalia katika Biblia kama ipo. Kwa kusema sema tu kwenye kino hivi labda utatumia uongo na Biblia. Mimi upande wangu, mimi nimemuuliza hivi, Yesu alikuwa dini gani? Aniambie. Na kunijibia. Sasa hata mnatamwambia hivi. Okay. Tukisoma katika kitabu cha Yohana 13 mstari wa 5. Okay. Imesema hivi, Yesu alichukua wanafunzi wake 12. Okay. Akachukua bakuli lenye maji. Akaambia kila mwanafunzi wake, tawaza. Okay. Kama gisi Waislamu wanavyotawaza kushika uzu. Okay. Sasa na mimi ndamwambia hivi, eski waliotawaza ni wanani? Entre Waislamu na Wakristo waliotawaza ni wanani? Anijibie pale. Ndio. Tunayua. Ndio maana mambo mengi sana tunayafanya kibinadamu, lakini hatuifanye kufuatana maadili ya Mwenyezi Mungu. Kila mara mtu anamesema najitawaza. Kujitawaza ni namna utakaso. Kama nyinyi mnaongea najitawaza, naenda kwenye choo. Okay. Lakini anayejitawaza, maana ni namna ya kujisafisha, kujitakasa. Siwezi isogelea madhabahu, siwezi kusogelea mbele ya Mwenyezi Mungu nikiwa katika hali chafu. Sasa wengi wanakamata hiyo, nikiweza kupitisha maji kwenye viungo vya mikono, nini, macho, miguu, najitawaza mimi nakuwa safi. Je, unakuwa safi namna gani? Safisha roho yako. Ina maana kushika uzu, ina maana kujitawaza ni mojawapo wa utakaso. Ndio. Na si kujitakasa katika viungo. Ni kujitakasa kiaje? Ni kujitakasa katika roho, na hiyo ni namna pekee ya kuacha uovu. Okay. Kwa hiyo alichokifanya Yesu kwa wanafunzi wake, unaweza kutuambia nini kutokana na hoja yake? Ndio. Alichokifanya Yesu kufatana na hayo, yeye amekwenda kuwatawaza mitume wake. Hiyo ni tendo pekee la upendo Yesu Kristo amekwenda kuitimiza na kulifanya. Wao amekamata hile, amewatawaza miguuni, nini, lakini amekwenda kuwaambia kama wao ni wadhaifu, wao ni wenye dhambi, wao mwanadamu yoyote ni mdhaifu. Kwa hiyo tukaribie mbele za Bwana. Tunaalikwa tuwe safi katika roho, na isiwe usafi
ambao inapatikana, inaonekana hivi, mtu anajionyesha, unashinda mchana yote huko unajikokesha nini nini. Hapana, tujitawaze katika roho zetu, na kujitawaza katika roho ni kuacha yale yote mahovu tunayatenda yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Una hoja? Naam. Mimi bado mzee hajanijibu jibu langu. Mimi nimemwambia hivi, eske wanaotawaza ni wanani, wa Kristo au Waislamu? Aniambie wanaotawaza ni wanani, ni wa Kristo au ni Waislamu tu? Hiyo ni kuambie si Waislamu tu, kwani kuna hali pekee ambao watu wamekwenda kuiga kupitia watu fulani. Mimi naongea hapa kujitawaza, hiyo ni namna yenu mnaongea kujitawaza, lakini mimi nakwambia ni namna ya kujitakasa. Namna ya kujitakasa, si ile kutosha nini nisingie na matope. Tuwe wasafi kwenye roho. Tuwe wasafi kwenye roho. Kwani wewe ukiongea, wewe kujitawaza ni mambo, ni Waislamu, ni wa Kristo, unaongea kimwili. Unaongea kimwili. Na wakati tunaongea kimwili, hatuelewi chochote. Hatuelewi chochote, na tunachokifanya vinaonekana ni ubatili tu. Lakini tutambue kwamba utakaso njema, kujisafisha. Tujisafishe mwili na roho viwe safi. Asante. Wenda tumalizie na jambo lako ili kutoa hoja yako na utoe uthibitisho kuhusiana na hoja yako uliyoitoa. Naam. Yaani mzee, namtaka kwa mzee, eske mzee anakubali Biblia vizuri kabisa? Swali hilo. Mimi nakuambia kweli nakubali Biblia, na namna ingine siwezi kubali Biblia. Naam. Kwa nini uliza? Yaani mimi hata sasa mzee pale nilimuuliza waliotawaza ni wanani. Mimi msaidia hivi, waliotawaza ni Waislamu, na kwani yani Yesu na alikuwa ni Muislamu. Ndio waliotawaza ni Waislamu. Mkristo atawazi, Mkristo anaingia tu kanisani na viatu.